Mabibi na mabwana, kwenye zile top stories za Bongo Flava leo, hatimaye Zed Anto amekubali kwamba kurudi kwake kwenye kundi la Tip Top Connection baada ya ukimya wa muda mrefu na baada pia ya nyimbo zake kutoonekana kwenye chati ya Bongo Flava kwa kipindi kirefu toka ameondoka Tip Top Connection. Uwezekano upo. Swala la mimi kurudi Tip Top ni jambo ambalo tayari mara nyingi nimekuwa nikiongea na mtu kama Babtale kuhusiana na masuala kama hayo. Alishonyesha nia kutaka kunirudisha kundini, na sio jambo baya kwa sababu mimi naye hatuna hitilafu hivyo. Afu sitoshe pia hii ni biashara, hata kama tuna hitilafu lakini biashara huwa zina mipaka, huwa kuna mipaka yake. So swala la mimi kurudi Tip Top ni jambo ambalo lina uwezekano kuwa hivyo kwa sababu si ni wafanya biashara. So kama makubaliano yanakuwa mazuri basi issue inawezekana. Na mpaka hapo pia nishaongea mara kadhaa na Babtale kuhusiana na masuala kama hayo ya usimamizi wa kazi zangu pia, na katika maongezi yote pia na yani hakukuwa na aina yote tofauti. So jambo ambalo naamini kwa linawezekana kwa sababu sina chuki ya kiasi hiko wala sina beef aina yote ya design hizo hapo, kwa sababu labda mwanzo nilijitoa kwa sababu hitilafu, basi kwamba sasa siwezi kufanya nao kazi kwa sababu labda zile hitilafu. Hapana, na uwezo kufanya nao kazi Tip Top na wanaweza kusimamia kazi zangu vile vile pia. Na hata Tale pia ni mmoja kati ya watu ambao nawatarajia pia watakuwa na nafasi kubwa sana kuweza kusimamia kazi zangu msimu huu pia. Huyo ni Zed Anto kwenye countdown story za Amplifier. Kwenye top stories nyingine leo, exclusive news kwenye upande wa soka. Mkali wa soka Abdi Kasim Sadala maarufu kama Babi au Balak wa Unguja tayari amerudi Tanzania kwa likizo baada ya ligi kuu Malaysia kumalizika. Abdi ni Mtanzania ambaye amekuwa akicheza soka lake Malaysia. Abdi alikuwa Malaysia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Baada ya kutua Bongo, Amplifier Clouds FM imempata kwenye exclusive. Klabu za Malaysia zinahitaji wachezaji. Katika top stories pia leo, kinachochukua nafasi ni pamoja na matokeo ya ubunge katika majimbo ambayo yalikuwa yamechelewa kufanya uchaguzi baada ya kutokea vifo kwenye majimbo hayo, vifo vya wagombea. Kwa mfano kwenye jimbo la Handeni kupitia Chama cha Mapinduzi zilithibitishwa taarifa kwamba CCM walipata kura 12698 ambayo ni zaidi ya 79%. Kwa hiyo wakawa wamechukua ushindi CCM. Alafu CUF walipata kura 2500 ndio walikuwa wa pili kwenye jimbo la Handeni. Alafu Chadema ndio walikuwa watatu kwa kura 632. Alafu ACT kura 194, alafu TLP kura 13. Kwa jimbo la Handeni limekwenda kwa CCM. Kwenye jimbo la Arusha mjini, Chadema wameendelea kubaki kwenye headlines. Godbless Lema ameshinda. Lakini niwape pole wagombea mwenzangu alishiriki kuanzia miaka 3 iliyopita alikuwa anatafuta kiti hichi. Nimpa pole sana, lakini kitu ambacho nashukuru sana, napongeza sana watu wa Arusha. Mimi nashukuru sana, na watu wa Arusha watarajie mabadiliko makubwa sana kwa sababu sasa nina meya ambaye amekaa kushoto kwangu ngoja kunipongeza. Tuna meya, tunaongoza halmashauri ya jiji la Arusha mjini, kamati zote na baraza, na mimi ni mbunge. Yani mimi ndio mbunge wa jimbo hili kuanzia sasa. Lakini pia ni vipongeze vyombo vya ulinzi na usalama leo. Ni kwa kweli ni vipongeze kwamba kulikuwa kuna ile mikiki ambayo kama tulikuwa tumeitoa huko nyuma. Uchaguzi sijaona magari mengi ya kuwasha, labda kama walikuwa wameficha mahali kiakili, hiyo pia ni busara. Lakini niombe wakati mwingine watu wa Arusha, watu waliojitokeza bado nimeshinda kwa kura nyingi, lakini bado inavunja moyo kwamba watu wengi walivunjika moyo baada ya uchaguzi wa tarehe 25 uliokwisha. Kuna kura ambazo zimepigwa ni takriban kura 100 na tulitarajia kura nyingi zaidi ya hizo ambazo zingetushindisha pia viti maalum. Hii ni countdown ya Amplifier. Endelea kuzisubiria nyingine nilizonazo. Leo utajua jinsi ambavyo ilitokea mpaka waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Mwigulu Nchemba kugeuza gari akiwa anakwenda ofisini. Faster, maamuzi ya haraka barabarani. Nilikuwa Dar es Salaam na nilikuwa naelekea ofisini. Full story ninayo kwenye countdown exclusive na Amplifier. Heshima ya kipekee kutoka kwenye Afrofire, zile ngoma kali za Afrika kutoka kwenye Fest 11 ya Afrofire. Amplifier ni Clouds FM. Mimi ni mtu wako Mr. Countdown Millard Ayo. Right now ni time ya au ni halali yako kuzipata zote story kutokea kwenye mitandao, story ambazo nimeona zimechukua nafasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Reginald Mengi kwenye page yake ya Instagram amesema Rais Zuma ameteua waziri wa fedha watatu katika kipindi cha wiki moja. Hiyo ni kutokea South Africa, rais wa South Africa Jacob Zuma. Mwandishi wa habari kutokea BBC Salim Kikeke ameandika kwenye page yake ya Facebook, anasema kuna wanandoa nchini Uingereza wameadhimisha mwaka wa 90 wa ndoa yao.
Karam na Katari Chand wenye umri wa miaka 110 na mwingine 103 wanaaminika kuwa wanandoa waliokaa pamoja kwa muda mrefu zaidi nchini Uingereza. Walifunga ndoa nchini India mwaka 1925 wakati binti akiwa na miaka 13. Wakahamia England miaka 40 baadaye. Kwenye page ya Instagram ya Ali Kiba anasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ninayopitia na kuamini kwamba kwenye wengi kuna mengi. Ameandika hivyo Ali Kiba, mwimbaji kutoka Bongo Flava, akisema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ninayopitia kwa kuamini kwamba kwenye wengi kuna mengi. Mrembo Joket anasema jizungushe na watu wenye akili au maono zaidi yako, wanaoweza kukuchallenge ukawa bora zaidi. Watu wanaokuzunguka watadetermine kwa kiasi kikubwa mafanikio yako. Pia ukubali kuwa au kupewa changamoto. Ukiwa kichwa ngumu hutofanikiwa kamwe. Ondoa watu wote ambao hawana tija wala msaada kwako, wasiokuthamini, wasiokuinua. Kama una mtu karibu yako hajali hata kukuuliza kazi zako zinaendaje na jinsi gani anaweza kukusaidia kwenda kwenye next level, usidharau mtu. Kuna kupanda na kushuka, leo kwako kesho kwake. Maisha ni safari. Ameandika hivyo mrembo Jokate Mwegelo. Mwandishi wa habari za michezo Sale Jembe amesema klabu ya Yanga imeamua kujisalimisha katika mamlaka ya mapato Tanzania TRA kufuatia amsha ya rais wa 5 John Pombe Magufuli kwa kuwasilisha taarifa za mishahara ya wachezaji pamoja na wafanyakazi wote ili kuweza kulipa kodi. Hivi karibuni TRA ilifunga akaunti ya shirikisho la soka Tanzania TFF na kusababisha shughuli kadhaa za kisoka kusimama, jambo ambalo limeanza na limeshtua klabu kubwa hivyo kuanza kujisalimisha. Hiyo ni habari kutokea kwenye blog ya michezo ya Sale Jembe. Da24 au Da24 wameripoti kwamba watumishi 15 wa idara za ardhi, mipango, miji na ujenzi katika manispaa ya Bukoba, Kagera, akiwemo msanifu wa majengo wa manispaa hiyo Abubakar Isa, wanashikiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi dhidi ya tuhuma za kugawa hati ya ardhi kinyume cha sheria ya ardhi ya mwaka 2004. Mwimbaji Peter Msechu kwenye peji yake ya Twitter anasema bora walinyama kuliko walimwengu. Katika top stories za mitandao leo siachi pia hii ya mshambuliaji wa Taifa Stars na TP Mazembe ya Congo DRC, Mbwana Samata, ambaye ametajwa katika orodha ya wachezaji watatu bora na shirikisho la soka Afrika wanaocheza barani Afrika. Samata anawania hiyo na wachezaji wengine wawili ambao ni Baghdad wa Algeria na Eto'o Sahel na kipa wa TP Mazembe DRC Congo Robert Kidiaba. Mshindi atachaguliwa na makocha wa timu za taifa na kutangazwa katika dhifa maalum. Itakuwa ni mwaka ujao Januari tarehe 7. CAF ilikuwa imewataja wachezaji 37 katika orodha ya mwanzoni, lakini wakachagua hadi 10 mwezi uliopita. Samata na wenzake ndio wamechukua hiyo ya kuwa watatu wanaocheza barani Afrika. Hiyo ni kwa mujibu wa BBC. Lakini kingine kwenye top stories leo ambacho kinatakiwa kueleweka kwa Tanzania ni kwamba producer Naril amesema isieleweke kwamba ni beef. Yeye tu hakupendezwa na kibwagizo chake cha kumtambulisha kwamba yeye ndo ametengeneza beat kwenye wimbo wa Nana wa Diamond Platnumz hakikuwekwa, yani kilitolewa baada ya yeye kukiweka. Kwa hiyo sio beef, ni kwa sababu tu hakupenda ilivyotokea na ilibidi ahoji. Kwa kweli mimi sina tatizo na Diamond, lakini kitendo cha ile slogan yangu kutoka kwenye nyimbo yake kilinishangaza sana. Niliuliza wakati ile video wanaipremia, nilicheki wakati wanaipremia, kwa hiyo nikauliza nikasema kwa nini slogan yangu imeondolewa. Wakawa na sababu zao, wakasema kwamba kuna story imeanza pale mwanzo, kwa hiyo ile slogan ingeharibu ile. Ndio mimi nilipoambiwa na manager wake Diamond Salam. Kwa hiyo mimi nikaheshimu sababu sawa, labda pengine ni sawa, lakini kwa upande wangu mimi sikuona kwamba ingeleta tatizo yoyote kama slogan yangu ingekuwa hata kama story inaendelea. Ni muhimu sana kama producer apewe credit yake, kwa sababu ndo maisha yetu sisi. Maisha yangu mimi ni muziki, kwa hiyo ninapofanya kitu kizuri ile credit pia inabidi irudi. Kwa kweli mara kwanza mimi nilichukulia tu labda walikuwa na sababu zao, kwa hiyo mimi nikawa najitahidi kuipromote ile nyimbo kwa kusema kwamba bwana hii nimeicheza mimi. Kusema kweli sehemu nyingi nilikuwa nimetembea watu wakupata hawajui, mpaka wanatoa information kutoka kwangu mpaka mimi niseme kwamba mimi ndo nimeproduce ile nyimbo. Kwa hiyo ndo baadaye mimi nikagundua nikasema kwa nini mimi ninaanza kuipromote nyimbo ambayo mimi nilitengeneza na watu walibidi wajue mimi nimeitengeneza. Kwa hiyo
kidogo nikawa concern, lakini sikuchukia kama ile personal, sababu huenda alikuwa na sababu zao. Huyo ni Na Real kwenye Countdown Story za Amplifier leo, na hiyo ndio ya mwisho kusikika. Mimi naitwa Millard Ayo, na kushukuru sana kwa time yako kwenye radio. Countdown nyingine ya Amplifier itakusogelea kesho tena kuanzia saa 1 usiku hapa Clouds FM. Lakini story nyingine zote kama unahitaji kuwa nazo 24/7, yani saa 24 usiku au mchana, ungana na mimi kwenye Facebook, Twitter na Instagram.com/MillardAyo. Natumia jina hilo la Millard Ayo. Lakini pia kwa zote ambazo zinatoka makao makuu ya Clouds, ungana na Clouds FM Live kwenye Twitter, Clouds FM TZ kwenye Instagram na Clouds FM Radio kwenye Facebook.